kuelekea tamasha letu la Yanga Day ambacho kilele chake ni siku ya Jumapili na itafanyika katika uwanja wa Uhuru hapa jijini Dar es Salaam. Jambo la kwanza ni kutaka kuwajuza wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans ticket ambazo tumesalia nazo mpaka sasa hivi ni ticket za mzunguko pekee. Ticket za Royal zimeshamalizika, ticket za VIP nazo zimeshamalizika. Jukwaa pekee ambalo kwa mujibu wa takwimu ya mwisho 70% ya ticket za jukwaa la mzunguko zimeshanunuliwa. Tafsiri yake ni kwamba kama utaendelea kusubiri sana kutoka sasa hivi kuelekea siku ya Jumapili, siku ya tamasha lenyewe, wasiwasi wangu unaweza usishiriki Yanga Day msimu huu, kwa sababu watu wanashambulia kule ticket na wanayanga wana hamasa kubwa ya kuwaona wachezaji wao, kuiona timu yao, lakini kukutana pamoja kushiriki kwenye sikukuu kubwa ya mpira hapa Tanzania. Kwa hiyo niwaombe mashabiki na wanachama klabu yetu Young Africans kuwahi kununua ticket siku ya leo, na ukichelewa sana basi kesho iwe mwisho umeshapata ticket yako, na Jumapili kazi yao kubwa iwe kuchagua tu kama unavaa jezi ya kijani, unavaa jezi ya njano au unavaa jezi nyeusi kuja uwanja wa Uhuru kwa ajili ya tamasha la Yanga Day. Mageti yatafunguliwa majira ya saa 5 kamili asubuhi. Mnafahamu uwanja ule kuna hafla mbili zinafanyika. Kwa hiyo kwa sababu ya maandalizi na uchache wa muda, tunawaomba wanachama wetu waridhie mageti kufunguliwa saa 5 kamili asubuhi. Tunaamini kipindi kifupi cha katikati hapo tutakuwa tumeshafanya maandalizi yote na uwanja utakuwa uko tayari kwa ajili ya kulipokea tamasha la Yanga Day. Kwa hiyo saa 5 kamili asubuhi mageti ya uwanja wa Uhuru yote yatafunguliwa kwa ajili ya kuwapokea mashabiki, wananchi na wanachama mbalimbali wa klabu yetu. Jambo la tatu ni kuwajuza ratiba nzima ambavyo imepangwa na Secretariat Young Africans kuelekea siku hii ya tamasha lenyewe. Tukifungua mageti tunaanza burudani moja kwa moja. Kama kuna msimu ambao tumetamani tukate kiu cha wanachama wetu ni msimu huu wa Yanga Day. Hatutaki kupoa hata dakika moja. Kwa hiyo tukifungua mageti, wakati mnaingia iko orodha ya DJ ambayo itawapokea pale kwa burudani. Hatutaki mtu afike pale atumie muda mwingi kwenye kupiga story na mtu. Tunataka ukishaingia uwanja wa Uhuru Jumapili unaanza vibe mapema, unaanza kufurahi mapema. Kwa hiyo ni muhimu mfahamu mageti yakifunguliwa saa 5, ukiingia tu ndani wewe njoo tayari kwa ajili ya shangwe. Hatutakuwa na muda wa kusubiri. Muziki utaanza kulia mapema, tumefunga sound ya kisasa ambayo ukiwa pale uwanja wa Uhuru, kwa mkazi ambaye anaishi mwisho kabisa maeneo ya Mwenge hapa Lugalo hapa, unaweza ukasikia shughuli ya Yanga Day inavyoendelea pale uwanja wa Uhuru. Maana yake tumefunga muziki wa viwango vya juu kweli, na tumepick the best DJ ambao tuko nao hapa Tanzania kwa sasa kwa ajili ya kuhakikisha burudani ya muziki inatolewa kwa viwango vya juu kweli. Tunayo orodha ndefu ya madj ambayo kuanzia sasa hivi kupitia kurasa mbalimbali za kijamii za klabu yetu ya Yanga tutaanza kutangaza orodha hiyo madj ambao wanakwenda kutoa burudani siku ya Jumapili. Lakini tunayo orodha nzuri, orodha bora ya wasanii ambao wanakuja kutogea burudani siku ya Jumapili. Juzi niliwatangazia kwamba tupo kwenye majadiliano ya mwisho, na nimshukuru Mwenyezi Mungu nikitumia pia fursa hii kuwatangazia tayari tumeshafanikisha makubaliano na msanii Dudu Baya. Ni miongoni mwa wasanii ambao watakuja kutoa burudani siku ya Yanga Day Jumapili pale uwanja wa Uhuru. Orodha ya wasanii wengine ambao inafuatia
tutakuwa tunaipandisha kuanzia sasa hivi kwenye kurasa za mitandao ya kijamii, na wananchi mtaona kiwango cha burudani ambacho klabu yenu ya Yanga imewaandalia. Tumewahakikishia vibe litakuwa juu kutoka tunaingia mpaka tunatoka. Watu wanatakiwa wapewe burudani, watu wanatakiwa waenjoy kweli kweli. Kwa hiyo orodha ndefu ya wasanii wazuri, wasanii bora tutakwenda kuitangaza kuanzia sasa hivi. Tutakuwa na shughuli nyingine ambazo ni shughuli za kimpira. Mwaka huu kwa sababu ya muda tutakuwa na mechi mbili tu. Mechi ya kwanza ni mechi kubwa, mechi ya siku ambayo klabu yetu ya Yanga ikiwa imesheheni wachezaji wote wale wa zamani na wapya ambao tumewasajili, watakwenda kucheza mechi hii dhidi ya Igo du Congo ambao tayari wameshaingia nchini na wameshafanya mazoezi asubuhi ya leo pale uwanja wa Uhuru na wako tayari kwa ajili ya burudani ya siku ya Jumapili. Kwa hiyo ni mechi ya kwanza ambayo kwenye ratiba mechi hii itafanyika saa 1:30 usiku. Kifika 1:30 ndiyo kick-off ya mechi yenyewe. Tunafahamu kutoka tarehe 9, tarehe 12 ambayo itakuwa ni siku ya Jumatano, klabu ya Young Africans itakuwa na mchezo wa ngao ya jamii. Kwa hiyo tunatamani mechi hii ichezwe na imalizike mapema, players wakapate muda wa kupumzika, alafu Jumatatu Mungu akijalia heri tuanze safari ya kutoka hapa Dar es Salaam kwa njia ya boti kuelekea visiwani Zanzibar kuanza maandalizi ya mechi ya ngao ya jamii. Kwa mechi ya kilele cha Yanga Day kati ya Yanga Afrika na Igo du Congo itaanza saa 1:30 usiku. Ameona mitandaoni klabu ya Yanga imefungiwa na FIFA madisha matatu. Sasa anasema ameonaona kule haelewi. Kwa hiyo anamuuliza msemaji ukweli wa hii taarifa ukoje. Ndugu yangu, kuna vitu vingine mpaka sisi tushachoka kujielezea. Umeona hizi transfers zote hizi zinafanyika kwenye mfumo unaitwa Poto. Na huu mfumo upo pale shirikisho pia la TFF wanaofuatilia. Yaani wanajua kila kitu. Mimi nikupe ruksa, nenda pale TFF. Nenda kawaulize hilo swali ambao wenye mamlaka ya mpira. Yanga amefungiwa? Na kama kafungiwa kesi ni ipi? Sababu tukiwa tunaelezea si kila siku hapa na mambo yanajirudia kila siku, mtaona kama tunafanya utetezi hivi, tunafanyaje. Hiyo taarifa shekhe ni taarifa ambayo kama ambavyo tumefungua msimu, mnakumbuka taarifa pia kama ilitoka kama hiyo, Yanga imefungiwa sio haiwezi kusajili. Tunafungua msimu hivyo ilianza. Kwenye FIFA Poto kuna pande nyingi zinahusika. Kwa mfano sisi tukimsajili mchezaji kutoka timu B akaja timu yetu, kule timu B kwenye mfumo tunaingiza vitu vyote ikiwemo mkataba, ikiwemo proof of payment ambao tumeifanya kwa mchezaji, lakini pia kwa klabu husika. Na wao timu B ambao watuuzia mchezaji wanatakiwa wathibitishe kwenye mfumo kwamba kweli wamepokea yale malipo na wameipata ile proof of payment na mkataba uko sawa, alafu ITC inafanyaje? Inatumwa. Ipande moja katika hizo mbili ikikwamisha wa mchakato, lazima kwenye mfumo wa FIFA idetect kwamba kuna kitu hapa hakiko sawa. Hasa kwa hiyo situation ambayo imetokea jana ni situation ambayo kuna moja ya klabu hapa, sijina sitaitaja kwa sababu hata nyinyi hamkuweza kuiona, walikuwa hawajathibitisha viambatanishi vya malipo ambavyo tuliviweka, kwa sababu lazima wao wathibitishe kwamba kweli tumelipwa na hii deal imekuwa okay, ndio kwenye system ina detect kwamba tayari biashara imekamilika. Sasa sijui ni kwa sababu ndio klabu kubwa tena Yanga hii, jambo lile limechukuliwa kwamba madisha kufungiwa. Kila siku Yanga anafungiwa kusajili, kila siku Yanga anasajili, kila siku Yanga anakuwa bingwa. Story ni hiyo tu, kila siku Yanga anafungiwa kusajili, kila siku Yanga anasajili, kila siku Yanga anakuwa bingwa. Sasa sijui mnamhofia nani yani? Yaani katika watu tuliowachukua hawa nani yani hamtaki tumsajili? Tuambieni mapema tujue katika hawa ambao tumewasajili nani tumtoe, ili roho zenu zitulie kwamba sababu na Yanga yuko sawa.
Sababu tunao tumewasajili wapya, tunao zamani, na Jumapili tunaangusha chuma kingine pale uwanjani. Hamtaki cha Jumapili tukishusha, yani tujue tumefungiwa, hamtaki wa Jumapili au hamtaki upi katika ambao tuko nao. Kwa hiyo ningetamani na nyie muende pale siku moja pale, kakaangu Ndimbo atoe kidogo darasa la jinsi gani haya mambo yanafanya kazi. Kwa hiyo ukipata darasa vizuri, maana ukiingia unaweza kufuatilia taarifa vizuri, ukawa una uthibitisho kwa bwana hapa kafungiwa kwa sababu gani, imekuwaje, kashindwa kulipa, sio imekuwaje. Information zipo nyingi sana pale. Kwa hiyo taarifa shekhe imetokea jana, imeshakuwa solved, na nafikiri kwa mujibu wa CEO hapa wameshatafutwa wale watu, wamesha confirm na maisha yameendelea vizuri kabisa. Swala Zuberi anauliza kuhusu main artist. Zuberi, Yanga wote sisi ni main artist. Yanga hatuna msanii mmoja mkubwa, wasanii wa Yanga wote ni wakubwa. Kwa hiyo kila tunayemtangaza huyo ni main. Ana hadhi sawa ya kuperform kwenye tamasha letu na wasanii wote wanaokuja. Kwa hiyo Yanga haina main artist mmoja. Yanga ina main artist wengi. Wale ambao watapata fursa ya kuperform kwa mwaka huu watapewa fursa na watakuja kuperform kama main artist. Sisi hatuna mkubwa, hatuna mdogo, wote ni wakubwa na wana hadhi moja ya kuperform kwenye tamasha letu la Yanga Day. Anayemaliza show ni Peter Shalulile, dakika 89 ndo atamaliza show. Ni mkakati tu wa idara yetu ya habari kwenye promotion na matukio ya mambo, tukaamua tubadilishe kidogo plan kwenye usajili. Na hata hii plan unaona tumewambia pia Jumapili Mungu akitujalia tutaangusha chuma kingine pale uwanjani. Ni plan tu za promotion ambazo tuko nazo. Kwa hiyo si jambo la ajabu sana, ni mkakati tu ambao tuliupanga.